uraia wetu, watu waliookoka, uraia wetu kwa watu waliookolewa. Mara nyingi kabla sijaendelea nimshukuru Mungu, alafu nitakwambia mambo mazuri nitakayokusaidia kuendelea kukaa katika imani. Bwana Yesu ni mfalme, wewe ni Mungu mwenye enzi, unastahili kuabudiwa, jina lako libarikiwe. Jina lako litukuzwe juu ya majina yote, juu ya miungu yote, juu ya falme zote, na ndivyo ilivyoandikwa. Umetukuka juu ya mataifa yote, juu ya miungu yote. Kila kitu kiliumbwa kwa ajili yako, na hakuna ambacho hakikuumbwa pasipo wewe. Wewe ndiwe Mungu. Vyote vimeungamanishwa katika wewe ambaye ni kichwa cha kanisa, yani Yesu Kristo. Nakubariki kwa sababu ya jioni njema. Napenda kusema na watu hawa, hata wale wanaosikia neno hili kwa mbali na kwa karibu, utukufu ukurudie wewe. Ndivyo ulivyo Mungu mwema, na unastahili kuabudiwa katika jina la Yesu. Msaidie kila mmoja, tunakubariki mfalme, katika jina la Yesu, amen. Tunapokuwa tumeokoka, kitabu cha Filipi sura ya 3 mstari wa 20 hadi 21, tunapata kitu kinaitwa uraia. Kama unavyoona, kila taifa lina kitambulisho cha taifa au national identification card. Watu wao wanachukua wakifika miaka 18, ina jina, mahali ulipozaliwa na mambo kama hayo. Na katika majina yale pia kunakuwa na jina la mzazi katika majina yale, eza za mzazi au la babu, manake kudhihirisha ukoo kule ulikotokea. Na bila shaka unatakiwa ujue, watu wakiokoka wanakuwa wamechukua uraia ambao sio wa dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Uraia wa dunia hii unapewa kwa sababu huenda una cheti cha kuzaliwa, alafu una kile kitambulisho cha taifa au identification card. Lakini mtu anapookoka, nikisema mtu anapookoka, ina maana mtu anafika mahali pa kuamini injili ya Yesu Kristo. Anafika mahali pa kuamini kwamba Yesu aliteswa, alizikwa, naye akafufuka, hayupo tena kaburini. Basi kwa kuamini hivyo tu unafanyika haki ya Mungu, alafu kwa kukiri unaokolewa. Bwana Yesu asifiwe. Unaamini katika moyo, alafu unakiri kwa kinywa chako, kama nilivyosema kitabu cha Warumi 9:10 hadi 11. Inasema kwa kuwa mtu akiamini moyoni mwake kwamba Yesu alikufa naye akafufuka, na kukiri kwa kinywa chake, basi mtu huyu anaokolewa. Sasa unapokuwa umekiri, sio mambo ya mizaha. Unajua watu wanashindwa kuelewa wakati mwingine. Unapokiri na kuamini kwamba Yesu Kristo ndiye Bwana, ni jambo la kutisha, la kiroho, ni jambo la kihistoria, la kiroho, kwa sababu huwezi kuamini kwamba likishatokea hivyo Yesu anakusamehe dhambi zote ulizotenda kwa kujua au kutokujua au kwa kushirikishwa, kwa sababu umezaliwa katika hali ya Adamu aliyeanguka, aliyeacha njia ya Bwana. Baada ya hapo unatakaswa kwa damu ya Yesu, unasamehewa, hati ya mashtaka inafutwa. Kisema hati ya mashtaka, kuna vitu vingi adui alikuwa anakushtaki. Kwa hivyo, kwa sababu ya kule ulikozaliwa, watu walimkataa Mungu, waliishi maisha ya dhambi, hawakumtaka Mungu wa kweli. Huenda walishika dini yao, huenda walishika mizimu na miungu, huenda kuna vitu waliishi dhambi na hawakutaka kumfuata Mungu anayesamehe na kuokoa. Kwa hiyo shetani anakuwa ana kitu kinaitwa hati ya mashtaka, yani anaandika kabisa wewe unadaiwa.
na ni kwa sababu hata akikuangalia ni kweli maisha yako ni ya dhambi na ni lazima unadaiwa kwenye ufalme. Kwa hivyo hati ya mashtaka inaondolewa na unaondolewa katika laana ya Torati, inaitwa the curse of the law. Laana ya Torati ilisema mtu yeyote aliyetenda dhambi kwa sheria ya Musa alistahili mauti. Bwana Yesu asifiwe. Alistahili nini? Mauti. Ukizini, kiiba, kiua, kuchinja, kivuta bangi, kiuza bangi, chochote ukubaliana na mauti moja kwa moja. Kwa hivyo anaondoa ile inaitwa the curse of the law, ile sheria, laana ya sheria. Na anaiondoaje laana ya sheria? Imeandikwa, amelaaniwa aliyetundikwa mtini. Yeyote aliyewekwa mtini akakaa hivi na akagongwa misumari anakufa kama laana. Ndio maana katika ukoo wa aina yoyote au makabila, mtu akiwa amejinyonga, sawa, wanazika kama watu wengine? Hapana. Mtu akiwa amejinyonga, amejiua, wana namna ya uzikaji, kwa sababu wanaamini huyo mtu amekufa kama laana. Kwa hivyo na Yesu naye akaangikwa msalabani, akapigiliwa misumari pande zote mbili na miguu, akadungwa mkuki ubavuni, damu ikatoka. Kifo alichokufa kilikuwa na ishara kwamba amefanyika kuwa laana kwa ajili ya wanadamu wote, sawa? Kwa hivyo kila anayemwamini anaondolewa rasmi kwa imani, sio kwa matendo, katika ile laana ya Torati, the curse of the law. Na hayo yakishatokea msalabani na hati ya mashtaka imefutwa, basi unakuwa niseme raia huru wa mbinguni. Na unapokuwa ni raia huru wa mbinguni, jina lako linaandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Uyajue mambo haya, sio kujiunga na dini nazungumzia. Unaweza kujiunga na dini na hii habari sio ya kwako, lakini kama umeamua kuokoka, haya ndio mambo yanayotokea kwenye maisha yako. Na adui akija baada ya hapa hana haki. Hata Mungu anamwambia, tazama, huyo ni mwanangu mpendwa, nimempokea. Amen. Huyo ni mwanangu mpendwa, nimemkubali. Na kwa sababu gani? Hati za mashtaka hazipo. Amen. Mambo aliyoandika adui kinyume chako hayapo. Na unajua anaposema hati ya mashtaka imeondoka, manake mashtaka yana matokeo, yana maisha. Mashtaka yana adhabu pia. Unapokuwa umeshtakiwa kwa sababu ya kubaka au kuiba, wajua katika sheria ya nchi yoyote, sawa, au umeoa kukusudia au kwa kutokusudia, ni lazima ina adhabu, aidha kifo gerezani miaka mingapi. Kwa hivyo shetani anakuwa ameshaweka hati ya mashtaka kwa sababu ya dhambi, lakini pia anaweka majuto, consequences of sin, yale majuto ya dhambi ulizokuwa unaziishi au ulizaliwa na ukawa nazo. Kwa hivyo baada ya kuwa umehesabiwa haki, jina limeandikwa kitabu cha uzima wa milele, unakuwa ni raia huru wa mbinguni, free citizen of the kingdom of heaven. Kwa hivyo unakuwa na uraia wa nchi kama ya Kenya, lakini una uraia wa nchi ya mbingu, maanake mahali Mungu ataishi na watakatifu. Unakuwa na uraia wa ufalme wa Mungu. Kwa lugha rahisi, tunapookoka tunaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Hatuingii mahali tusipopajua, lakini tunaingia na tumo ndani ya ufalme wa Mungu. Na kwa lugha rahisi, ufalme huu una kiongozi anaitwa Yesu Kristo Mnazareti. Ufalme huu una Baba Jehova Yahweh. Ufalme huu una malaika wengi. Ufalme huu ndio ufalme kuliko falme zote. Kwa hivyo tunakuwa ni raia huru wa nchi moja inaitwa mbingu au mbinguni. It is called heaven. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka nimesema uraia wetu. Sasa tunapokuwa ingia katika ufalme wa Mungu, tunapewa uraia, inaitwa Commonwealth. Imeandikwa hapa Commonwealth. Tunakuwa raia waliosajiliwa. Nisikilize. Waliosajiliwa, waliokubaliwa, walioandikwa, waliohakikishwa na wameandikwa katika kitabu cha uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe.
ikitokea umetoka kwenye maisha haya, una mahali pa kwenda, lakini ukiwa na uraia wa Kenya tu na hauna uraia wa mbinguni, hii nchi nzuri itokaye kwa Mungu aliye juu sana, basi uraia wako wa Kenya utakapoisha, hautakuwa na mahali pengine ila katika ziwa liwakalo moto na kiberiti. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu uraia uko mara mbili kwenye maisha haya. Sasa tunapokuwa tumeingia kwenye uraia huu, anasema which is heaven. Hii taifa au ufalme huu anasema ni mbinguni. Anasema and from it also we earnestly and patiently await the coming of the Lord Jesus Christ the Messiah as Savior. Na tukishaingia kwenye ufalme huu, tuna kitu kimoja tu tunakifanya hata sasa. Tuliko hapa kwa sababu ya uraia wetu. Amen. Uraia wetu sio wa hapa. Hapa sio nyumbani kwetu. Hapa sio tutakapoishi siku zote. Tunamsubiri kwa hamu na gamu. Tumie Kiswahili gani? Tunamsubiri rasmi Yesu Kristo Masihi, ambaye ni Mwokozi, ili siku hiyo ajapo tumlaki, atupeleke rasmi katika makao ya uraia wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ninaweza nikahubiri mtaani mawe tatu au mahali popote au kwa njia mtandao kama ninavyofanya hivi, nikasema karibuni sana mpate uraia wa nchi hii. Kwa lugha Yesu naambia watu, njooni mpokee Yesu awe Bwana na Mwokozi wa maisha yenu. Njooni muingie katika nchi hii. Uraia unapatikana kwa njia ya damu ya Yesu. Hatulipi pesa wala sadaka wala mali ili tuingie. Tunaamini tu Yesu aliteswa sana, kisha akazikwa, naye akafufuka. Akafa, akazikwa na kufufuka. Tukishaamini kwa damu ya Yesu tunanunuliwa, tunakuwa raia. Fikiria uraia ambao haulipii wewe, alafu ushinde kuupata, wewe ni mzembe sana. Haleluya. Fikiria uraia ambao unaalikwa, alafu unalipiwa kwa damu. Alafu bure tu, hakuna kitu unalipa. Wewe amini, alafu malipo yanafanyika, alafu unasajiliwa, wewe ni raia wa ufalme huu. Itawezekanaje ukose uraia wa namna hiyo? Bwana Yesu asifiwe. Siku hiyo itakuwa ya ajabu utakapoulizwa, ulikosaje uraia mwepesi wa namna hiyo? Haulipii. Kazi ni kuamini na kupokea. Alafu nakuta mtu anasema, unajua nilikuwa utaambiwa sababu nyingi hatutaki. Kwa sababu huu uraia unalipiwa. Anasema tunangoja kitu kimoja tu, yeye ambaye alitualika tukaingia kwenye ufalme huu, akalipa damu yake, anaitwa Yesu Kristo. Siku hiyo aweze kutukaribisha rasmi. Hata katika sherehe za dunia kuna mgeni rasmi. Amen. Ambaye anasema akija ndiye anamaliza sherehe. Si mnaelewa? Ndiye analipa sana. Ndiye anatoka na nyama kubwa. Wewe ni mgeni rasmi. Na sisi tuko hapa duniani sio kupoteza muda. Ndio maana tunahubiri Injili. Unisikilize vizuri. Tunamtumikia huyu. Ukiweza maswali nakwambia, namtumikia aliyeniokoa. Ni kwa muda tu tunahangaikia kitu kimoja, subira ya siku hiyo. Amen. Tunangoja tu wakati wa kujiliwa kwetu, tutakapoingia rasmi katika kambi ya watakatifu, katika kambi ya Waebrania, kambi ya waliokaa na dunia na wakakubali kuifuata njia ya msalaba. Katika Agano Jipya wanasema walikuwa wanawaita wale watu katika Agano Jipya wakati wa Matendo ya Mitume, wanasema waliitwa watu wa njia hiyo, the people of the way. Watu wa njia. Hiyo njia iliitwa njia ya msalaba, njia ya walioamini habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuko hapa katika kitu kimoja tu, tunasubiri. Amen. Ile siku ambayo yeye aliyeangikwa akatununua, sasa ataingia nasi katika harusi ya mwanakondoo. Amen.
tutavaa kama yeye, tutakuwa na yeye kama yeye. In fact Biblia inasema tutafanana na yeye, tumebadilishwa tufanana na yeye, na siku hiyo utaona kweli tunafanana. Maana kama alivyo na utukufu, na sisi tutakuwa na utukufu. In fact wanasema tutakuwa kama malaika wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uraia wa namna hii sio wa kuacha. Uraia wa namna hii sio wa kuleta Kiingereza na Kiswahili mingi na kusema sijui hakuna kuokoka uraia wewe hulipi chochote. Fikiria na uraia ambao unaweza kusema kama ni leo watu wote waingie, kwa sababu hata kitambulisho cha Kenya unalipa kidogo, sio? Kwenye mlolongo mpaka ulipe pesa kidogo ili mambo yaende. Tena ukitaka kwa haraka unafanya namna. Lakini hapa tunaamini kwa mioyo yetu, alafu tunakiri kwa vinywa vyetu na tunaokolewa. Angalia uraia ulio mwepesi wa namna hii. Kwa hivyo ukiona kuna wachungaji, manabii, mitume, wainjilisti, walimu, waimbaji, watumishi wa Mungu wote duniani, wote unaosikia wamejisajili kwenye himaya hii, kwenye ufalme huu na kwenye uraia wa nchi hii, wote wanasubiri kitu kimoja, kule kuja kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Kama wao wanasubiri mbunge aje mawe tatu, niliona mlivyokimbia juzi, maana mimi sikukimbia. Niliona mlikuwa na mbio kwenye mahindi, watu wanakimbia mbio. Tunatumwone mheshimiwa wa hapa amekuja. Laiti mngelimkimbilia Mungu namna hiyo. Laiti mngetoka kwenye nyumba zenu na mapango mbio. Twaenda kwa Yesu sisi leo. Twakimbia, twaenda kwa mfalme leo. Mngekimbia namna hiyo. Leo baba anakatiza njia, wengine wanapiga huko, wengine kwenye vichaka, wengine mimba zinadunga. Wanakimbia kumwona mtu wa dunia hii. Si makosa, ni vyema sana kwa heshima yake. Lakini mnaonaje kama mngemheshimu Yesu mkaukimbilia uraia wake? Mnaonaje kama mngekwenda mbio mkaingia katika uraia wa ufalme usio wa dunia hii? Yesu akasema, mimi nimetoka juu, ninauleta ufalme utokao juu. Mambo yangu ni ya juu. Mambo niyatendayo sio kwa niaba yangu, bali kwa yeye aliyeniandikia kuwa askari, Baba yangu wa mbinguni. Si utangazi ufalme wa dunia hii. Hata alipozaliwa Herodi aliuliza na wafalme waliokuwa, twasikia amezaliwa mfalme mwingine, na wakataka wamkate kichwa kabla ya wakati, wasijue yeye sio ufalme huu. Ndio maana hata alipoletwa kwao kabla ya kule kuangikwa, walisema twasikia eti wewe ndiye mfalme wa Wayahudi. Walimuuliza na akasema naam, leo umesema. Na baadaye wakatafuta shauri la watu wakasema ni kweli, anabadilisha mambo ya hekalu letu hapa, anabadilisha usabato, Uyahudi na Ufarisayo, anageuza mambo hapa. Mwangikeni, kuleteni mwizi, maana ufalme wake sio wa dunia hii. Na hawakujua atatawala kwa namna nyingine, na walikuwa wanamsindikiza kwenye kutawala. Sasa mpaka walipomuua, na Mungu anasema wangelijua ni mkombozi wasingemwandika. Lakini ilifanyika hivyo ili yatimie maandiko, mambo ambayo wafalme dunia hawajui. Ametufunulia sisi watoto wadogo, sisi tunaokubali kuokoka. Ametufunulia huyo ndio ufalme, huyo ndio Mungu, na ndiye mtakatifu, na ndiye muweza wa yote, ndiye muumbaji wa vitu vyote. Fikiria siri hii. Uraia wetu ni kwa njia ya kuokoka, na tukishaokoka tunasubiri ile siku ya kuja kwa Bwana. Uraia haupatikani kwa mtu kujiunga na kanisa lolote lile, maana hakuna kanisa linaweza kumsajili mtu kwenye uraia, halipo duniani. Ila Yesu ndiye anayesajili watu kwenye uraia. Waweza kuziamini habari zake leo, waweza kusikubali hata kama umepinga miaka mingi. Kumbuka uraia wako wa hapa utaisha tu.
Bwana Yesu asifiwe. Mtu akifa unaweza kumpelekea ID amke, kitambulisho, au mwambie hebu angalia, amefunga macho, mdomo umefunga macho, hayaoni kila kitu. Umwambie ID yako tutumie au tusitumie, hawezi kukujibu tena. Maana yeye kaenda, anaita mwenda zake, ameenda zake. Kwa hivyo hata uraia wa hapa utafika kikomo. Lakini shangaza, uraia unaozungumzia wa mbinguni ni uraia unaoanza ukiwa kwenye maisha haya. Twaokolewa tukiwa kwenye maisha haya, tunaishi ndani ya ufalme tukiwa kwenye maisha haya, tunakuwa raia wa ufalme huo ujao tukiwa hapa na katika maisha haya, na hata mauti haitausimamisha uraia huo, haitasitisha wala kuahirisha. Tuta cross tukwenda katika umilele wa uraia tuliochukua tukiwa duniani. Swali langu ni kuulize, kati ya uraia wa Kenya na uraia wa mbinguni, upi mzuri zaidi? Na sikukatazi usichukue kitambulisho, hata mimi ninacho. Lakini najaribu kuuliza swali, ujipange kulijibu vizuri. Kwamba baada ya uraia wa hapa utakuwa na uraia mwingine wa milele. Na je, kati ya uraia wa mbinguni na uraia wa taifa la Kenya au Rwanda au Burundi au taifa lolote, uraia gani ulio bora? Waelewe ni uraia wa mbinguni. Kwa hiyo wafaa kufanyia kazi sana uraia wa mbinguni katika maisha ulionayo, kwa sababu kuna wakati uraia wa duniani utafika kikomo na hakuna wa kubadilisha. Hata Mungu hataweza. Kuna mambo Mungu anayaweza, lakini kubadilisha uraia ukiwa umekufa haiwezekani. Yes, mnasoma Biblia mnasema Mungu anaweza kila kitu. Hicho hawezi. Kwa hiyo naweza nikahubiri somo jambo asiloliweza Bwana na watu wakaokolewa. Yes, jambo asiloliweza Bwana. Wataanza kusema maandiko yako wapi? Ndasoma uraia. Nikisema ukishazima tochi ukafa, nafsi kagoma kuishi, kaondoka ndani yako, damu ikakataa kufanya kazi, moyo utasimama, ukawa baridi, ukaanza kutoa harufu. Yesu hawezi kubadilisha uraia wako ukiwa katika hali hii. Ni jambo asiloliweza Bwana. Laiti mngejua. Na unaweza kuona ukauliza, wachungaji sio ya watumishi wa Mungu wanajitaabisha nini? Wanasumbuka nini na watu waokoke sini? Tunawaambia hivi, wafanyie kazi uraia utakopita mauti, uraia utakovuka kaburi, uraia utakovuka mwisho wa dunia hii. Yes. Usikii wamekosa kazi. Wengine wakawatukana wachungaji, hao wameacha kazi, hawana kazi, wanatafuta sadaka, wanatafuta nini? Wachungaji wakaambiwa vitu vingi sana. Leo nikwambie, na watetea watumishi wa Mungu. Hawapo kwa sababu ya hilo. Kama wapo wa aina hiyo sawa, lakini uelewe wanasaidia watu wajitambulishe katika uraia wa mbinguni. Fikiria kama tutaka kuipiga kura Kenya, watu wametembea na kuweka vituo mbalimbali kuhamasisha watu wajisajili, wapige nini? Kura. Asiye na kitambulisho atafute kitambulisho ili amchague kiongozi mwaka ujao. Ni sawa, hata mimi nafanya hilo, hakuna shida. Lakini na sisi upande huu wa Jehova, upande wa Mungu, hawa wahubiri unawaona, sio mimi peke yangu, na wale wenzangu wanapigana, wanashindana, wanatafuta mbinu zote, wanahubiri kwa hali na mali, wanatengeneza mikutano, wanatengeneza makongamano. Lengo lao ni kuhamasisha uraia wa mbinguni, uraia wa milele ambao huu kiisha utaambiwa karibu tena katika nchi mpya na mji mpya utokao kwa Mungu aliye juu. Yes. Wewe, hakuna watu wa muhimu duniani kama watumishi wa Mungu. Hakuna watu wa muhimu duniani kama wale wafanyayo kazi ya Mungu aliye hai. Watu wa muhimu sana, kwa sababu wanahamasisha na kuendesha kampeni, sio ya wabunge. Kampeni sio kuchagua rais. Kampeni ya kusajili watu, oh my God, katika ufalme wa milele, katika nchi ya milele. Amen. Hata leo ukiulizwa uraia gani mzuri, nasemaje? Wa mbinguni.
kwa sababu hapa utaisha. Hiyo karatasi itachoma. Ukishakufa hakuna, na mtu akitumia ID yako akikamatwa na umekufa na anaitumia, adhabu yake kiserikali ni kubwa sana, kwa sababu haitakiwi mtu atumie kitambulisho cha mtu aliyekufa. Ndio ghost identification card, ghost ID ni ID ya kipepo. Maana hauko duniani wanaitumiaje watu? Unakamatwa, unawekwa ndani na sheria inasema uwekwe ndani. Kwa hiyo kuna adhabu kutumia kitambulisho cha mtu huko ameshakufa. Amen. Isipokuwa itumike kupata mafao ya serikali sawa na vitu fulani, lakini ikishafungwa ile kurasa hakuna kitu kinapatikana. Maana watu wauliza kama alikufa au nini, leteni original ID. Malizana, ukishamaliza hiyo kesi ikafungwa kwamba dead, ukitumia tena unakamatwa, kwa sababu raia wake umefutika hapa na hakuna mahali pengine. Lakini watumishi wa Mungu wanafanya kazi. Hongereni watumishi wa Mungu, na ninawaombea Mungu awatie. Msigeuke nyuma, fanyeni kazi, maana uraia huu hakuna mtu analipa pesa. Utasema Yesu walikuwa anasema wokovu shilingi 50 na sikuwa nayo. Atakwambia wapi walikuwa wanauza wokovu? Haya. Unasema unajua kwetu tulikuwa maskini, hakuna 1000 shillings. Watakuuliza kuna wale walikuwa wanauza wokovu kwa shilingi 1000. Unajua lazima wewe kuna mtu atasema unajua atakuwa na pesa na unakula mandazi, pesa ilikuwa haiko wapi, na wokovu hauzi kwa pesa. Au unajua kwetu tulizaliwa hatukwenda shule. Yesu atasema asikusema mkisoma mtaokolewa, alisema mkiamini. Kwa hiyo utatoa sababu sikusoma. Ukisema unajua kanisa hilo walikuwa hawahubiri wokovu, si utafute kanisa wanahubiri wokovu, usidanganye wewe. Tafuta mahali wanahubiri Yesu anaokoa kabisa, na ni kweli anaokoa. Nenda hapo. Ushaanza kusema ndio unajua ikaenda. Sababu hazitakuwepo, kwa sababu uraia uko free. Nchi huru. Kwa imani tukuingia. Naenda kumaliza. Uraia wetu. Anasema mstari wa 21. Who will transform and fashion a new body of our humiliation to conform to. Anasema ambaye ataubadilisha mwili wetu. Ambaye ataubadilisha mwili wetu wa mateso, humiliation. Kuna wakati watu wanaokoka na inabidi wapitie mateso, kukataliwa, kudharauliwa, kusogezwa pembeni, mambo kama haya, kusema vibaya na masumbuko ya mambo mengi lazima yatokee kama ilivyoandikwa. Kwa hivyo mwili huu ni wa mazomeo, mwili wa matukano, mwili wa kuharibika, mwili wa kudharauliwa, mwili wa kuonekana huna kitu, hufai. Unanielewa vizuri? Katika macho ya wanadamu. Anasema ataubadilisha mwili wetu wa kuharibika, mwili wetu ambao ni wa mateso. Anasema the body of our humiliation to conform to. Ili mwili huu, sikiliza vizuri, mwili huu uweze kulingana, kufanana, kuendana na mwili wake wa utukufu. Hebu sikiliza mambo haya. Yeye ambaye anasema ataubadilisha mwili wetu wa kufa, mwili wetu wa mateso, mwili wa kuudhiwa, kutukanwa, kupigwa bakora kama mitume walivyopigwa. Mmoja akafungiwa farasi mkubwa, alafu akafukuza farasi akimbie, na anarauliwa na barabara. Mitume walifanywa hivyo, walikatwa vichwa. Anasema walikuwa ni mwili wa mateso, ambaye ataugeuza mwili huu sasa na kutupa mwili wa utukufu, the body of his glory. Tena anasema auinue, aubadilishe, uendane na mwili wake wa utukufu, the body of glory. Nasikia raha kama vile mambo haya mazuri. Yesu ndiye Bwana. Anasema and to be like the body of his glory, uwe kama mwili wake wa utukufu, and majesty maana nini? Na mwili wake wa kiungwana, wa ukuu. Mwili wake, majesty ni ukuu, mwili wake wa ukuu. Acha mwili ya kusikia njaa,
ipasuke, mara sijui inaoza, mara sijui imekwaje, mara ini limefanya hivi, mara liver imeenda sijui imekwaje, mara siku umeshindwa kukojoa, mara sijui. Unaelewa? Huu ni mwili wa hatari. Anasema siku hiyo ya kuja kwake tusiogope. Ataubadilisha mwili huu, tumemshika mpaka kifo. Ataubadili mwili huu, atuvalishe mwili, atupe mwili, auweke kiwango. Unajua kubadilisha ni kuweka kiwango kingine ambacho hakikuwepo. Anasema ili mwili wetu wa kuharibika uweze kubadilishwa uendane na kiwango cha mwili wake wa utukufu na ukuu. Wokovu uko namna hiyo. Kwa kitambo kidogo tutaonekana wenye kuteswa, wenye kuudhiwa, wenye kutukanwa, wenye kuwekwa kando, wenye kutokujulikana na kuonekana na kusikika. Haleluya. Kwa kitambo kidogo, lakini atakapokuja Bwana mkubwa Yesu, siku hiyo anabadilisha. Na uelewe hata wafu watafufuka. Waliolala ndani ya Kristo wataondoka makaburini. Ndio maana siku amefufuka, wengine walitoroka makaburi yao, walitoka makaburini alipofufuka. Wanasema na watakatifu wakaonekana na tembea Yerusalemu. Kwa nini walitembea? Bwana mkubwa aliwaambia hapa kuzimu sio kwenu. Akatofautisha kuzimu na paradiso. Akawaambia mlioamini jina hili ondokeni. Unaweza kuona kama aliweza kuwatoa kwenye mauti kule na kubadilisha mwili, haitakuwa kazi wake. Ni jambo la utukufu. Anasema kufumba na kufanya hivi, tayari umebadilika. Fikiria, hakuna kutumia remote, hakuna spidi dakika 5 haya jet 1 2 no. Itakuwa show. Tumesabadilishwa, tuna mwili wa utukufu. Kwa hivyo kwa kitambo kidogo kubaliana na mambo ya mwili, sawa? Amen. Tukanwa kidogo, sema kidogo, bonga kidogo, wengine wanapokuwa na magonjwa hapo kidogo, Yesu anawaponya, anaonyesha uwezo wa kubadilisha. Kama anaweza kuponya, sawa? Kama anaweza kutakasa, akatengeneza figo mpya, akatengeneza maini mapya na ukapona ukatoka hospitali, basi anaonyesha ana spare ya mwili wa utukufu sana kuliko. Amen. Kama kiwete anaweza kutembea, kama kiziwi anaweza kusikia, kama bubu anaweza kusema, kama watu waliong'oa meno wanaweza kuota meno kwa jina la Yesu, inawezekana. Kama macho yanaweza kuona kama yalikuwa hayaoni kabisa, basi inaonyesha yeye ana uwezo mkubwa wa kutenda alichokiandika. Ataubadili mwili wetu wa kuharibika, mwili ambao ni wa mateso. Anasema by exerting that power which enables him even to subject everything to himself. Anasema na atafanya hivyo kwa kutukabidhi, kwa kutupa nguvu ambayo yeye anayo, inayoweza kufanya vitu vyote vitiishwe kwake. Sikiza Kiswahili hicho. By exerting power, manake kwa kutoa nguvu na kuihalisia, kuiweka wazi nguvu imfanyayo yeye Yesu mwenyewe avifanye vitu vyote viwe chini yake. Anasema hiyo nguvu ndio itafanya kazi katika kubadilisha watu hadi utukufu wake yeye mwenyewe. Inaitwa the power of resurrection, nguvu ya ufufuo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Tunafika wakati ambapo lazima tuelewe uraia upo. Na kwa wale ambao hamjaamini habari hizi, tafuteni sana kujiandikisha. Najua sahi IEBC wanaandikisha wapiga kura wa Kenya. Sijui kama umejiandikisha na wewe, lakini sisi watumishi wa Mungu tunaandikisha raia wa mbinguni. Na yupo sekretari mkuu anaitwa Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye. Tunampamba, tunamsema, tunamfanyia kampeni. Ungeshangilia kama umeelewa nimesema nini. Tunampamba, tunamwambia mambo yote mazuri, tunazungumza kila kitu kinamhusu yeye. Kanisa hainaanza kuzungumza pastor sana, prophet, evangelist. Tunazungumzia sana Yesu ili watu wajisajili na uraia wa ufalme huu. Wauelewe uraia na wauamini uraia wa mbinguni, kwa sababu kifa uraia wa hapa umeisha. Na kazi ya wahubiri
Sikiliza vizuri. Ni kumsemea yeye aliyeinuliwa. Ni kumtangaza yeye aliyetukuka. Ni kumtangaza yeye aliyeandikwa. Ndio maana mitume walisubiri Yesu aliyesulubiwa, aliyekufa naye akafufuka katika mauti. Walimhubiri, nasema Paulo, nikahubiri habari ya ufalme wa Mungu kwenu usiku na mchana kwa machozi na kulia kwenu, ili niweze kuwashawishi ninyi mwenye wa nyumba ya kuasi mweze kuiamini Injili. Paulo anasema nilifanya hivi na nikafunga na kuomba nikihubiri usiku na mchana. Alikuwa anafanya kampeni ya watu kujisajili katika uraia wa mbinguni. Hata mimi leo naifanya kazi hiyo mara tatu, na wengine walioungana na kufanya kazi hiyo popote pale. Kazi hii ni ya kusajili raia katika ufalme wa milele. Ashukuriwe Mungu wa Israeli kwamba yeye ametuandalia uraia na tunaupokea bure bila malipo kwa imani. Fikiria tu, naamini Yesu anaokoa. Anaweza kunisamehe dhambi zote. Anaweza kunifanya kuwa mpya. Anaweza kuondoa laana. Ndiye Mungu, vyote viliumbwa kwa ajili yake, na yeye ndiye kichwa cha kanisa. You just believe, unaamini tu. Anasema ukishaamini unafanyika kwa haki, kisha unakiri kwa kinywa chako kwamba Yesu ndiye Bwana na Mwokozi wa maisha yako, alafu unafanyika kuwa taifa lingine, raia wa mbinguni. Jina linaandikwa kitabu cha uzima wa milele. Amen. Mungu atusaidie tujiunge vizuri na uraia huu. Mimi maisha yangu yote nitapiga kampeni kampeni ya uraia, na nitawaeleza wengi uzuri wa huu uraia. Kila uraia una uzuri wake, sawa? Ukishapata kitambulisho cha Kenya unaweza kufanya miamala ya M-Pesa, si ndio? Mpaka utaje kitambulisho chako, si ndio? Ili waingiza nini? Pesa, si ndio? Ndio. Amen. Yes, sema wanaingiza pesa, lakini ID yako unaweza ukapiga kura, si ndio? Unaweza ukaenda benki ukafanya miamala ya benki, kwa sababu bila original ID hawezi kukubali. Kwa hivyo uraia pia una faida yake, lakini ashukuriwe Mungu wa Israeli kwamba uraia wa mbingu, faida moja kubwa ni kukaa na Bwana milele hata milele, baada ya mwili wa kuharibika wa dunia hii. Amen. Umeshawahi kuona mtu ameoza? Mguu umeoza. Umeshaona mtu ameoza jicho moja tu, moja ndio linaona. Nilimkuta mtu mmoja ameoza tumbo na imetoka nje hivi. Nilikuwa kwenye basi kule Mwanza. Alafu anaonyesha watu kwenye gari apate pesa. Huu mwili ni wa kuoza ashi. Niliogopa, nikasema ama kwa kweli huu mwili sio mzuri. Akafungua shati. Kwanza alipokuwa akafungua ilikuwa na mauchafu mengi kama kutu. Nikaona sasa watu wampe pesa, inabidi awape picha kamili ameoza kiasi gani. Akatoa hivi, akaacha upande mmoja. Alikuwa anatoka maji, damu, usaa, kila kitu kinatoka kwa wakati mmoja. Na anaambia watu nataka niende operation. Mpaka hapa tunauliza, hata mkimpa shilingi 5 kwenye gari, hii pesa ataweza kweli operation? Yaani ukiangalia mpaka unasema huyu anahitaji World Bank. Na hata bado haitaweza. Mwili ukishaoza inahitaji aliyeunda, aliyeutengeneza aje kazini. Asipokuja kazini roho haiwezi kukubali kuishi ndani ya mwili huu. Itaondoka. Umenielewa vizuri? Mwili ukishaoza roho inatoka. Ikigoma, yani lazima iende, haiwezekani. Kwa hivyo nikamuona alivyo na ana uchungu, hawezi kuinama, hawezi kusimama straight. Yani ana hali fulani, unaelewa.
Na anaambia watu nichangieni. Ameweka pesa mkono huu, ameweka bahasha, ameweka kitu mweke pesa. Na huko amefungua watu wanaona picha ya mwili wake. Sio kilicho mwanarua ni kitu gani au sijui sielewi hata mimi. Tumbo imetoka nje, yani kila kitu kiko ameshika hivi. Yani anashikilia kwa nguo chini kitu. Hajafa bado. Huu ni mwili wa kuharibika. Ndio huu mwili ukiusikiliza ukiwa kwenye maisha haya hautawahi kumkubali Mungu na mwisho wake ni mbaya. Mwili huu ukiufuata utakataa Yesu, utakataa habari ya Mungu, utakataa ufalme wa Mungu upo na mambo yake ni mabaya mwisho wake. Mwili ni mbaya mno. Yaani mtu asikuambia habari ya mwili. Mwili una mambo ya kutisha mabaya. Oye mtu anashuka kwenye gari. Hata wasiokuwa na roho safi walitoa pesa. Maana mwili unawatishia. Mpaka wanaambiana, unajua unaweza ukaoza kama huyo mtu. Yaani tutoe pesa haraka. Wanatoa. Maana wanahisi, mambo hapana. Mpaka wanaambiana usipotoa hapa inaweza kuja kwako. Yaani wanaanza kuongea. Mwili wa kuharibika ndio unafanya watu waende wazini, wafanye washarati, ukahaba, watu wauane ovyo ovyo kama kuku, wanachinja tu watu hivyo hivyo. Mara wametekwa, mara wamebaka, mara wametupa wapi, mara wamegonga, mara sijui nini. Yaani ni fujo. Mwili una mambo ya kutisha. Lakini uraia wake ni mdogo sana. Uraia wake unaisha kesho. Roho iradhi. Fuata roho. Tafuta mambo ya Mungu. Tafuta kumjua Mungu. Tafuta kujua siri za ufalme wa Mungu. Tafuta kumwamini Yesu. Tafuta kupendeza Mungu aliyekuumba. Roho ina nafasi. Na ukumbuke uraia hautupati kwa namna ya mwili tena. Tunapata kwa namna ya roho. Ule utu wako wa ndani unapamani kuliko mwili wako. Na maiza kwa kusema mwangalia Yesu aliangikwa. Alizikwa baada ya mateso mengi na akafa msalabani. Baada ya hapo alifufuka yu hai naye atarudi. Katika mambo haya Mungu akupe neema kujua uraia wa mbinguni ni wa muhimu sana kuliko uraia wote wa taifa lolote duniani. Na huu uraia tunaupata kwa kumwamini Yesu na kubeba msalaba na kumfuata na kuishi kumpendeza siku zetu zote. Karibuni wote mliosikiliza. Bwana awabariki sana katika jina la Yesu. Naomba nimshukuru Mungu kwa tumemaliza neno la tangulizi, alafu tuendelea kuombea wokovu katika mji huu, wokovu katika taifa la Kenya, wokovu kwa ajili ya Gen Z, wokovu kwa ajili ya watu wa taifa hili na mataifa mengine pia, na kuendelea kuombea uendelezaji wa injili si hapa tu kwa mataifa yote, na pia tukiwaombea watumishi wa Mungu wanaofanya kazi katika idara mbalimbali, katika makanisa na huduma mbalimbali katika dunia tunayoishi hii. Ni kwa sababu ya utukufu wa jina la Yesu. Bwana akubariki katika jina la Yesu. Bwana Yesu, asante kwa sababu unaweza, umenisaidia kwa neema kusoma na watu wako, na kama Bwana ushindi na kubariki na kutukuza, unastahili kuabudiwa. Jina lako libarikiwe, litukuzwe juu ya majina yote na juu ya miungu yote. Asante kwa neema yako, kwa namna ambayo umenisaidia kufikisha ujumbe huu Bwana. Naomba unisaidie na unipe neema pia kuendelea kufanya hivi, kwa sababu mwisho haujafika bado, ili tuweze kuandaa wengi raia wa ufalme wa mbinguni. Tusaidie kwa njia ya Roho Mtakatifu kuweza kusema na wengi na uwashawishi wewe, kwa sababu ni kazi yako kushawishi mioyo yao na kuigusa waweza kujisajili katika uraia wa ufalme wa mbinguni. Pokea sifa kwa sababu unaweza. Hakuna Mungu mwingine kama wewe. Libarikiwe jina lako, litukuzwe, maana unastahili. Ni katika jina la Yesu Kristo, mwana wa Mungu aliye hai, ninaomba na atakushukuru. Amen. Amen. Mungu awabariki.